kuna kitu ambayo Mungu anashughulikia, ni vile ambavyo mwanadamu ataweza kukaribiana na yeye. Naweke tu chini kadogo tu, chini tu kadogo. Amen. Asante. Anatafuta kitu ambacho anatafuta ile ushirika, mwanadamu waweze kuambatana. Yeye ajidhihirishe kwa mwanadamu, amuonyeshe nguvu zake. Amen. Bwana Yesu ainuliwe sana. Macho ya Mungu huwa inazunguka duniani ili ajionyeshe kwa mwanadamu yeye ni mkuu. Praise the Lord. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati 16 mstari wa 9, macho ya Mungu inatembea dunia mzima akiangalia ni nani atajitukuza kwake. That means anapenda kushirikiana na mwanadamu. Amen. Haleluya tena. Kama kuna kitu Mungu anapenda ni kushirikiana na mwanadamu. So kichwa cha ujumbe wa leo ni ushirika. Sema ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Rudia tena kwa nguvu, ushirika kati ya Mungu na mwanadamu. Amen. Katika kitabu cha Mwanzo nimeanza kuhubiri tayari. Asante. Chapter 3 verse 8 and 9. Ndio tunaenda kupata ya maandiko katika Mwanzo 3. Naomba msomaji wetu atusomee mstari wa 8 na wa 9. Najua Mungu ataenda kutubariki. Amen. Chapter 3 verse 8 and 9. Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 8. Ndipo yule mwanamume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustani wakati wa utulivu wa jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katikati ya miti ya bustani. Lakini Bwana Mungu akamuita, Adamu, uko wapi? Naye akajibu, nilikusikia katika bustani, nikaogopa kwa sababu nilikuwa uchi, hivyo nikajificha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile Mungu anadhamini ushirika. Kama kuna kitu kinaweza kuharibu ushirika yako na Mungu, ni wakati unaenda kando ya makusudi yake. Najua kila wakati Mungu alikuwa anashuka. Imagine anatoka mbinguni, anakuja katika shamba la Eden ili kusudi waweze kufanya ushirika na mwanadamu. Praise the Lord. Tunaenda vizuri? Nisaidie na amen nikikuomba. Haleluya. Sema tena na nguvu. So nasema Mungu alipenda sana kuteremka aweze kukutana na mwanadamu na aweze kupanga mambo na yeye, kwa sababu mambo mingi alikuwa anafanya na mwanadamu. Yes, alikuwa anawasiliana na yeye. Lakini Biblia inasema jioni, wakati mmoja, wakati wa mchana. Siji verse 8 imesema aje, turudie tu sichoke. Verse 8 imetobia. Imesema, ndipo yule mwanamume na mkewe waliposikia sauti ya Bwana Mungu alipokuwa akitembea bustani wakati wa utulivu wa jioni, wakajificha kutoka mbele za Bwana Mungu katikati ya miti ya bustani. Amen. Thank you. Mungu alikuwa anakuja wakati wa jioni. Na sasa walimsikia akitembea, akikanyaga, wakajua Mungu ndio huyo. Nini memleta? Fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Amekuja tushirikiane, amekuja tupange mambo, amekuja tuweze kupelekana. Hivyo ndio Mungu alikuwa anataka. Lakini Biblia inasema wakati walimsikia, walifanya nini? Walijificha. Praise the Lord. Bwana Yesu ainuliwe sana. Wapendwa, kama kuna kitu ambacho kinapendeza Mungu ni ushirika. Kushirikiana na yeye, hakika kuko na matunda. Bwana Yesu ainuliwe. Wakasikia ni Mungu anakuja, kila mmoja akatoroka kwa sababu ya vile mambo ile alikuwa ametenda. Tayari walikuwa wameharibu ushirika kwa ajili ya kutenda kinyume na mapenzi ya Mungu.
Kama kuna kitu kitaharibu ushirika wetu na Mungu, ni wakati tunatenda kinyume na yeye. Sema amen tena. Yes. Kama unataka kubomoa ushirika yako na Mungu, ni dhambi tu itakutoa huko. Lakini kama unataka hii ushirika iendelee, wewe kaa katika utakatifu. Amen. Nisaidie kuangalia jirani, mwambie hii ushirika usiharibu. Msalimie tu na upendo. Simwangalie na macho ya ukali, mwambie hii ushirika ni mzuri. Usiharibu. Kaa nayo tu. Amen. Tupigie baba yetu mkono. Haleluya. So ikafika jioni moja, Mungu anateremka aende akafanye ushirika. Amen. Anapata marafiki zake wameenda kando. Wamekataa. Walimwasi kwa ajili ya kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Mstari wa 9 inasemaje? Lakini Bwana Mungu akamuita, Adamu, uko wapi? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu, uko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapenda mwanadamu. Akasikia ndani yake, hata kama hao wamenijificha, wamenitoroka, lakini bado anamtafuta. Anataka ushirika. Praise the Lord. Wapendwa, kama kuna kitu kitafanya tufaulu, ni wakati tunashirikiana na Mungu. Kama kuna kitu kitafanya tushinde vita, ni wakati tunatembea na Mungu. Praise the Lord. So Mungu akawa anamtafuta. Akauliza uko wapi? Na Adamu ndiyo akawa na maneno yake, alikuwa anamwambia mambo ya mke ulinipea nini, mambo mengi ambayo iliharibu ushirika kwa sababu walitenda wote kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu ainuliwe. So hapa Bwana anajaribu kurudisha hiyo ushirika, akiuliza Adamu, where are you? Praise the Lord. Hivyo hata leo Mungu anauliza uko wapi? Anataka mtembee na yeye, anataka mshirikiane, kwa maana anajua vizuri wakati wote mko na yeye, wakati wote mnatembea wawili, Mungu atajidhihirisha, atafanya mambo makubwa katika maishani mwako. Amen. Sema amen ya juu kidogo. Haleluya tena. Nisaidiwe kusoma tena 1 John chapter 1 verse number 7. Kama unaandika andika pia hiyo John. Yes, chapter 1. Yes Lord. Verse number 7. 1 John. Waraka wa kwanza ya Yohana. Yes, mstari wa 7. Waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa kwanza. Siji kama nitakuchokesha, usome 1 to 7. Soma tu hiyo kifungu hadi 7. Verse 1 to 7. Nasema, waraka wa kwanza wa Yohana, mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 7. Tunawajulisha lile lilikuwako tangu mwanzo, lile tulilosikia, ambalo tumeliona kwa macho yetu, ambalo tumelitazama na kuliguza kwa mikono yetu, kuhusu neno la uzima. Uzima huo ulidhihirishwa, nasi tumeuona na kuushuhudia, nasi twawatangazieni uzima wa milele ambao ulikuwa pamoja na Baba, nao ukadhihirishwa kwetu. Twawatangazia lile tuliloliona na kulisikia, ili kwamba ninyi muwe na ushirika nasi, na ushirika wetu hasa ni pamoja na Baba
na mwanawe Yesu Kristo. Tunaandika mambo haya ili furaha yetu ipate kuwa timilifu. Huu ndio ujumbe tuliosikia kutoka kwake na kuwatangazia ninyi, kwamba Mungu ni nuru na ndani yake hamna giza lolote. Kama tukisema kwamba twashirikiana naye huku tukienda gizani, twasema uongo, wala hatutendi lililo kweli. Lakini tukienenda nuruni kama yeye alivyo nuruni, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Amen. Hallelujah. Situpigie Yesu kwa ajili mikono kwa ajili ya maandiko. Neno la Mungu tafsiri yangu verse 6 inasema, if we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. 7, but if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sins. Bwana Yesu asifiwe. Saidia kusema amen hiyo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno linasema kuhusu ushirika. Sema ushirika. Unajua ilifika Mungu anatafuta hii ushirika irudi. Kwa maana Hawa wapendwa, Adamu na Hawa wamekaa nje ya ushirika kwa sababu ya uovu. Maana yake ni kwamba wakati anajaribu kukaribia wanatoroka. Hapa katika Yohana wa kwanza Biblia nasema, tukisema kwamba tuna ushirika na yeye na sisi tunatembea kwa giza, tunadanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tukifanya ushirika uonekane mzuri kati yetu na Mungu, ni ushirika wa mwangaza. Praise the Lord. Ushirika wa nuru, ushirika wa usafi. Hiyo ndio Mungu anatafuta. Ndiposa tuweze kudumisha hii ushirika na Mungu. Biblia inasema tutembee katika mwangaza. Sinisaidie kusema amina. Bwana Yesu ainuliwe sana. Ndio hii ushirika idumu. Kwa maana tunataka kudumisha ushirika. Wapendwa, wakati utakuwa bila ushirika wako na Mungu, ukiwa si mzuri, mambo yako iwezi enda vizuri. Lazima utengeneze ushirika wako na Mungu. Hapa Yohana anatuambia ya kwamba tukisema tuko na ushirika na Mungu, tukisema sisi tumeokoka, tunatembea na Mungu, lakini ndani yetu kuko na giza, tunaongea uongo. Amina tena. Tunaongea uongo. Anasema ili kusudi hii ushirika iweze kuenda vizuri, kwa maana yeye ni wa nuru, tutembee katika nisaidie kusema na nguvu. Tutembee katika for you to maintain this fellowship, we need to walk in the light, because he himself is light. Amen. If we confess that we have fellowship and yet we walk in darkness, we lie. Tunadanganya. Wapendwa, ushirika huu lazima tuudumishe, tukae katika nuru. Amina. Wapendwa, kuna faida katika kushirikiana na Mungu. Amen. Kufanya kazi na Mungu, kutembea na Mungu. Unaona Mungu anajua wakati mwanadamu tutashirikiana, wakati tutatembea pamoja, lazima huyu mwanadamu atapata ushindi. Praise be to Jesus. Kama kuna mfanyabiashara anayependa Mungu, ametengeneza ushirika na Mungu, lazima Mungu atamsaidia katika hiyo biashara. Oh, hallelujah. Kama kuna mtumishi wa Mungu kama mimi mchungaji ambaye anatembea na Mungu, lazima Mungu katika hiyo ushirika atahusika kuwa msaada mkubwa. Hallelujah. Kama kuna mtu ambaye ameajiriwa kazi,
na anatembea na Mungu. Haijalishi changamoto katika hiyo kazi, lakini ushirika wake iko na Mungu. Bwana ataendelea kujidhihirisha kwake, ataendelea kuonekana mwenye uweza, kwa maana macho yake inatembea dunia nzima ili ajionyeshe mwenye uweza. Haleluya. So ni baraka kwako kama wewe uko na ushirika na huyu Mungu. Ninataka kusema ya kwamba nimekuja tu tuimarishe hii ushirika. Sisemi kwamba umetoka kwa ushirika, lakini nataka tuimarishe katika kukaa katika mapenzi ya Mungu. Kuambia Mungu bado ninataka kuendelea kufanya ushirika na wewe. Mwimbaji akaimba akasema na nataka ushirika na Roho Mtakatifu. Wakati unataka ushirika na Mungu na ili hali unatembea katika giza, unadanganya. Tengeneza ushirika na Mungu katika kukaa katika mwangaza. Haleluya. Watu wako kwa kanisa, sisalamie jirani, mwambie hivyo ndivyo ilivyo. Tembea kwa mwangaza. Mhubirie kwa upendo, mwangaza itakusaidia. Huyo Mungu ni wa mwangaza. Tembea kwa nuru. Haleluya. Tumuongezee Baba mikono. Haleluya. Amen. So wapendwa, ninataka kusema hivi ya kwamba hii ushirika ambayo Mungu anaisisitiza ni ushirika wa faida. Amen. Unajua kuna mtu anaweza kutaka kushikamana na wewe, na huyo mtu ambaye anataka kushikamana na wewe anataka kukumaliza, anataka kukuconsume. Kuna watu wanaweza kutengeneza ushirika na wewe, my brother awe, lakini anataka kitu ile umebeba, anataka vitu vyako. Amen. Anataka umgawie. Ndiye anauliza uko wapi wewe? Anakuja kwako saa 12 asubuhi, unafikiria tu ni ushirika mzuri, lakini kuna vitu anataka. Amen. Lakini ushirika huu ambao Mungu anataka tuwe nayo ni kwamba aweze kuwa baraka kwetu. Ni Mungu mzuri. Ni Mungu wa neema. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe sana. Tunaomba katika hii maombi ya the grace of our, let's say it together, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Hiyo pati ya mwisho nasema ande. Sema na nguvu. Spirit be with us now and forevermore. Paulo alikuwa anasaidia wapendwa kuomba hiyo maombi. Haleluya. Ya kwamba na ushirika wa Roho Mtakatifu iwe nasi sasa na hata milele. Watu wa Mungu, wakati tutakuwa na hiyo ushirika, wakati tutaitengeneza, kwa maana leo ninapenda uitengeneze. Waambie Mungu, maeneo fulani nilikuwa kwa giza, lakini sasa ninaingia kwa nuru, nataka kuendelea na wewe. Haleluya. Bwana Yesu ainuliwe sana. Naye Mungu anainua mikono yake ya kupokea. Anauliza mwanadamu uko wapi? Haleluya. Unajua Adamu wakati alikuwa anauliza uko wapi, yeye naye anasema mambo mengine, anaanza mahadithi zingine. Ukisoma mstari wa 10 utasikia badala aseme mimi niko hapa lakini nilikuwa kwa giza, nisaidie nirudi. Hataki. Mungu anataka tumrudie. Amen. Mungu anataka tutengeneze hii ushirika. Praise be to Jesus. Anapenda kushirikiana na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe. Ninataka ushirika na wewe. Mimi nataka ushirika na wewe. Ushirika na wewe. Sema tena na nguvu. Nataka ushirika na wewe. Ewe Roho, mimi nataka ushirika na wewe. Patie baba yetu mikono. Haleluya. Wapendwa, kama kuna mahali tutasaidika, praise be to Jesus, ni wakati tunatengeneza ushirika na huyu Mungu. Ni wakati tunatembea na uwepo wa Bwana. Haleluya. Ni wakati tunasimama tukimtumainia. Amen.
Yeye ni Mungu, atatusaidia na atatutetea, atatuonekania katika mambo makubwa katika maishani mwetu. Ushirika wa Mungu kati yetu na Mungu. Biblia inasema ya kwamba wakati tuko na hizo wawili wakitembea pamoja wanasikilizana, si ndio? Wanaweza tukuze sana. Utafanikiwa ukiwa more than one. Kuna maandiko katika Proverbs, ndio ninatafuta saa hii tusome tu. Sikie uzuri wa ushirika. Nikusema ya kwamba wakati mko zaidi, let me check, I think Ecclesiastes ni kitabu cha Mhubiri. Amen. Niangalie pale kuna maandiko ya kutia nguvu. Oh yes, tukiwa Ecclesiastes. Sasa nikwambia tu saa hii tu, wakati unatembea na Mungu, wakati mko wawili, wakati mko na ushirika na Bwana, mambo itaenda vizuri katika jina la Yesu. Haleluya. Fungua tu Ecclesiastes alafu nikwambie mstari gani nitatusomea. Amen. Haleluya. Ni vizuri kutembea na Bwana, ni vizuri kuwa na ushirika. Amen. Mhubiri 4 mstari wa 12. Haleluya. Faida ya ushirika nako na Mungu. Wakati unatengeneza ushirika na Mungu. Amen. Siji Elizabeth umepata? 4:12 simama tusome tafadhali. Holy Spirit, thank you. Wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haitakatika upesi. Haleluya. Rudia tena tu na nguvu. Sema 12 nasema 4:12 nasema hata ikiwa mtu aweza kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampinga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Hallelujah. Praise the Lord. Asante sana. Tafsiri yangu inasema hivi, and if one prevail against him, two shall withstand him, and a threefold cord is not quickly broken. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kama mmoja, and if one prevail against him, two shall withstand him. Hallelujah. Ikiwa mmoja ataweza kupingwa, lakini wawili wataweza kumzuilia yule anayewapinga. Semeni amina. Wakati tunatembea na Mungu tuko na ushirika. Faida namba 1, wakati wa vita. Sasa niruhusu nimalizie kwa kupeana tu faida ya ushirika yako na Mungu. Uko hapo? And if you are writing, thank you. Hiyo tumesoma faida namba 1. Wakati uko na hii ushirika, tumeona kwanza ya kwamba tengeneza ushirika katika utakatifu, katika usafi. Haleluya. Wakati unakaa katika nuru, kwa maana yeye ni wa nuru, Bwana atakuwa pamoja na wewe. Tumeona faida ya kwanza katika Mhubiri 4:12 ya kwamba hata wakati wa hatari. Haleluya. Semeni amina vizuri. Wakati mwingi tunapata mambo inainuka. Wakati mwingine nguvu ya giza inajaribu kutusukuma, lakini tukiwa na ushirika na Mungu, Bwana kwa upande wetu. Haleluya. Akija kupinga mmoja pengine anaweza kufaulu, lakini akikupata ushirika wako ni mzuri na Mungu, Bwana atakuwa kukupigania. Yule anayekuja kukupinga hata faulu kukupinga. Nasema amina vizuri. Nasema Mungu atakuwa na wewe
atapinga adui, atazuilia majaribu, atazuilia mishale. Nguvu za giza hazitakuweza. Biashara yako itaimarika. Kama kuna wale wanajaribu kuiangusha, Bwana atakusaidia. Ai, haleluya. Sema amen ya juu kidogo. Sijui kama nahubiria watu wako na ushirika na Mungu. Nataka kuwatia moyo, niwaambie hii ushirika idumu, kwa maana wakati adui atakuja, atapata wakati huo uko imara, uko na mwamba imara. He will never prevail against you. He will never. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama watakuja na nguvu ya giza kutoka Kitui, kutoka Mombasa, kutoka Nigeria, wherever they come from, they will never prevail against you. Sema amina tena. Kwa sababu uko na ushirika na nguvu za na uwepo wa Bwana. Ai, amen. Watu wa Mungu, ni siku ya kutengeneza ushirika. Faida namba 1, hautapingwa. Salamia jirani, mwambie hawatakuweza. Kwa sababu uko na ngome imara. Bwana Yesu ainuliwe sana. Watu wa Mungu, acheni tutengeneze hii ushirika. Iko na faida. Amen. Iko na faida. Wakati wanajigamba na miungu, wakati wanasema niko na dawa ya kufanya biashara, wakati wanasema niko na hirizi, sisi tuko na uwepo wa Bwana. Fellowship ya Bwana ndiyo inatusaidia kusonga mbele. Ai, haleluya. Sema amina vizuri. Bwana anatuahidi kwamba akikuja kukupinga atashindwa, kwa maana hauko peke yako, uko na ushirika na Mungu. If the Lord is on our side, who can be against us? Hallelujah. Warumi 8, I think 28 kufikia 31. If the Lord is on our side, if you have made a good fellowship, if you have a fellowship with the Father, who can be against you? Oh, hallelujah. Bwana, nafurahia hii neno ni mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na Mungu, amen. Salamia kusaidia kusalamia jirani, mwambie ukiwa na Mungu usijali. Hata kama wanapanga kukuondoa, unajua saa hii mipango inapangwa mbaya yako. Sitakuficha. Hata kama wanakupangia, amen. Mwambie hivyo kama wajenzizi kupangiwa. Sije hiyo. Hata kama wanakupangia, hey, haleluya, hawataweza. Haleluya, hawataweza. Kwa sababu uko na Mungu. Amen. Ongezee baba mikono. Hai. Haleluya. Amen. Paulo anauliza katika Warumi, ikiwa Mungu wako upande wetu, ni nani atakuwa kinyume na sisi? We are more than conquerors. Mtaenda kushinda watu wa Mungu. Amen. Hii ushindi ni wetu. Praise be to God. Because we have the conqueror in us. We have a fellowship with our God. So if you want to maintain the fellowship, walk in the night. Kuna watu wanataka kudumisha hii fellowship. Amen. Tembea kwa mwangaza. Kitu kinaitwa giza isikukaribie. Amen. Usikubali mambo ya giza. Hai, haleluya. Usiongee kama watu wako kwa giza. Haleluya. Unajua kuna watu wa maneno yao haina neema, lakini leo acha nikwambie wewe si mtu wa giza. Watu wa giza ndio maneno yao wanaachilia vile wanataka. Anaweza kuachilia neno iharibu mtu, ivunje mtu moyo. Praise be to God. Lakini maneno yako kwa maana ni ya nuru, itaachilia neema kusaidia watu. Hai, sijui kama ninasaidia mtu leo. Kama ulikuwa unaongea maneno haijengi, turn around. Speak, let your words have a lot of grace. Maneno yako ijae neema. Kwa maana wewe ni mtu wa nuru. Salamia jirani, mwambie badilisha maneno. Ijae neema. Kwa maana wewe ni mtu wa nuru. Amen. Hai, haleluya. Wana mambo lazima ibadilike leo. Amen. Lazima tutembee na Mungu wa nuru, because yeye hausiki na giza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Mimi ni pastor na hakuna siku nitaenda kutangaza niseme ati nini
keyboard inapika vizuri kushinda Kasuku. Nizitangaze hizo. Amen. Mimi yangu ni kutangaza uzuri wa Mungu. Haleluya. Na wewe ni mtu ambaye ni wa mwangaza. Kama baba yako ni wa mwangaza, ongea mambo yake ya nuru. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Usiadvise watu kwa simu. Atumwambie kai hivi, atuna-advise vijana. Ati akikukataa, namwambia ati ni wengi. Mungu wa Israeli, sisi ni watu wa nuru. Haleluya. Are you in the house of the Lord? Amen. Unajua mimi ni pastor na ninaidianga kwa masimu. Na ninapata mambo huko ya watu wa Kristo wameokoka wanaajilia maneno mpaka nashindwa haya. Jesus of Nazareth. Ninasikia kuinama chini. Nisema na sisi ninahubirianga hao watu. Lakini si wa hii Maranatha. Ni wa Maranatha iko wapi? Rocky? Iko Rocky Church. Hallelujah Jesus. Tunaendana kwa FB. Tunaendana huko kwa mitandao. Advocate Yesu. Amen. Salamia jirani, mwambie wewe ni mtu wa nuru. Na kama akusalamia usimsuspect. Akikataa tu kukusalamia. Si yeye. Amekusalamia. Si wa hii kanisa. Mungu atukuzwe sana. Tutatembea kwa nuru. Amen. Mungu wetu ni wa mwangaza. Faida number 1, when you fellowship with God, He will be there to protect you. Amesema ya kwamba katika hiyo kitabu cha Mhubiri ya kwamba hautapingwa. Ukiwa na Mungu utasaidiwa na Mungu. The Lord will defend you. Bwana, ninahubiria watu ambao wanapokea injili. Hapa anasema Mariza utoke hapa. Niongee neno la Mungu. But then I am preaching the word. Amen. Mungu tunatumikia ni Mungu wa nuru. Na ndiposa ushirika wake na yeye ili iweze kukusaidia, ili aweze kukudefend. Kaa tu kwa mwangaza. Haleluya. Si umpigie mikono kama unampenda. Ola mashaka. We love you Lord. Amen. Faida number 2, unaandika? Bwana Yesu asifiwe. Number 1, tumeona the Lord will defend you. Number 2, you are going to experience divine, what do you call this? Divine enablement. As long as you have that fellowship, you will experience divine enablement. Yani utasaidiwa katika kiungo. Utawezeshwa kiungo, sivyo? Mungu atakuwezesha mambo. Asante my sister. Katika kitabu cha Philippians 4:13. Mungu atakuwa na kupitisha tu katikati yao. Watu wanashindwa na huyu na haja soma, huyu haja hii, anakaa hivi. Anakuanga tu na dress moja, kumekuaje? Divine enablement. This person has gotten good fellowship. He has fellowship with God. That's why anafanikishwa kwa mambo yote. Haleluya. Kwa biashara Mungu anamsaidia. Mahali pa kazi anapendeka ovyo ovyo. Tajiri wake tu anamchagua. CEO wake tu anasema mimi nilisema mniletee huyu, mmeniletea nani? Nilisema huyu. Naitwa Kennedy Oduori. Na mnaniletea sasa Wanyonyi, sikuita Wanyonyi, nilisema Oduori. Mungu wa mbinguni. Haleluya. Unapata hii neno jamani. Inasema ya kwamba wakati uko na ushirika na Mungu, Bwana atakusaidia, utafanikiwa kwa mambo yote. Amsemi amina. Nasema mambo yote. I am able to do all things. I can do all things through Christ who strengthens me, because I have good fellowship with Him. Divine enablement. Bwana Mungu kwa hii kanisa. Ushirika itakufanya wewe usukumwe na Mungu katika maeneo yako ya baraka. Haleluya. Katika Habakkuk chapter 3 verse number 19, Biblia inasema ataniinua at my high places because I have fellowship with Him. That is what we call divine enablement. Kuinuliwa kiungu. Umesema aje kuinuliwa nako?
kuwezeshwa kiungu. Amen. Utawezeshwa hiyo biashara yako, licha ya kwamba iko kidogo, Mungu atakuwezesha. Kuna uweza, maanake umekubali ushirika na Mungu. Ninahubiria watu jamani, wanapokea hii neno, si waseme amina vizuri, waongezee sauti. Hallelujah. Number 2, I said you are going to experience divine enablement. Why? You have fellowship with God. Mko hapa bado? Mungu tu atakuwa na kupeleka mbele. Utakuwa unasukumwa mbele kwa miujiza na maajabu. Promotion of your ovyo. Hallelujah. Na sister yule alikuwa anapepea ushuhuda hapa. Akasema bwana, mimi tu ndio nilikuwa Mfaransa. Hao wengine wote ni Wagiriki. Amen. Na nikasaidika. Amen. Sio ndio Mungu anatenda. Simseme amen vizuri. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kwa maana umetengeneza ushirika na Mungu, wacha uende ukubalike. Enda ufanikiwe. Pale unafanyia kazi, Mungu akuone huko. Amen. Because you have good fellowship with the Lord, may you enable you, may He move you to high places. Amen. Niangalie hiyo Habakuki 3 mstari wa 19. Biblia inasema ya kwamba Mungu atasababisha nitembee mahali pa juu. Ninahubiria watu ambao wanastahili kuinuliwa na Mungu. Promotion ni sehemu yako. Hallelujah. Divine enablement. Sijaenda ya 3, ninatangaza tu kwamba Mungu akuweke mahali pa juu. Amen. Umeipata Habakuki 3:19. Sikiliza hiyo jamani, vile Mungu atafanya kwako. Ndio hiyo tu sehemu ya divine enablement. Amen. Nasema Bwana Mwenyezi ni nguvu yangu, huifanya miguu yangu kama miguu ya paa, huniwezesha kupita juu ya vilima. Hallelujah. Kuna mambo 3 hapa. Atakuwezesha kupita juu ya vilima. Unaona ushirika vile itakusaidia. Hata hapa nilifikiri ninatoa moja kumbe ni 3. Yeye atakuwa nguvu zako kwa sababu umefanya ushirika na yeye. Kanisa inabarikiwa. Simseme amini vizuri. Kwa sababu umekubali ushirika na Mungu wa mwangaza. Number 1, kuna mambo 3 hapo. Atakuwa nguvu zako. Hallelujah. Number 2, atakuwa Mungu ambaye atakuwezesha miguu yako kama ya kulungu. Utaenda mbio. Mambo ile ungefanya na wiki 5, utaifanya na wiki 1. Pokeeni hiyo kwa jina la Yesu. Kama kuna mradi yoyote imekwama, ikwamuliwe leo. Kama kuna mambo ambayo imesimama, iendelee mbele. Mungu akusukume mbele kwa jina la Yesu. Afanye miguu yako kama ya kulungu. Praise be to Jesus. May He make your feet like deer's feet, so that you may move swiftly. You may move to your destiny very fast. Amen. Hivyo ndivyo Bwana anafanya tukiwa na ushirika na yeye. Atatusukuma mbele. Amen. Na hii ya 3, atatupeleka mahali petu kwa juu. Hebu jione kwa promotion hii. Usijali ile kazi unafanya, Mungu anaweza kukutoa hapo na kupeleke mbele. Bwana, ninahubiria watu jamani. Are you getting what I'm saying? Hivyo ndivyo Bwana ameahidi kwa wale wanatengeneza ushirika na yeye. Muongezee baba mikono. Pigia tu mikono mizuri kwa jina la Yesu. Oh, hallelujah. Mambo hayo 3 baba atatenda. Amen. Nikuongeza ingine. Kwa sababu ya ushirika utakuwa mtu wa kuzaa matunda. You will be fruitful. Amen. Why? You have fellowship with this God. Sijui kama ninaongelesha mtu anasema Mungu amrinini vitu. Nataka kufanya upya leo, nisaidie. Nimekuwa mbali, nimekuwa kwa giza, lakini leo Baba ninakuja kwa mwangaza. Nisaidie Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati utakuja katika hii mwangaza, Mungu ataanza kujidhihirisha. Baba ataanza kusababisha uzae matunda. That is John 15:7. Situmalize na hiyo watu wa Mungu. Hallelujah. Nasikia nimemaliza kuhubiri. Tatusomea hiyo, tatuombe.
watu wa Mungu, kwa maana huyu Mungu ni wa mwangaza. Usikubali kukaa kwa giza na wewe ni unataka ushirika na yeye. Biblia inatuambia tutakuwa tunasema uongo. Faida ya mwisho, sijui hiyo ni faida ya 6. Habakuku imetupea faida 3 kama ulikuwa unaandika. Si kweli? Minister Kamau, umeandika mahali. Faida ya kwanza tukaona nguvu, atakuwa nguvu zako. Faida ya pili, atasababisha mguu yako iende haraka kama ya kulungu, si ndio? Alafu namba 3, atakufanya utapaa juu at your high places. He will make you move, walk on your high places, mahali pa juu. Haya, hiyo sasa ni ngapi? Ya 6. Nimalize na ya 6. Faida ya fellowship iko katika John 15 verse number 7. Alafu tuombe. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna ile sehemu inasema mtazidi pia kuzaa sana. Sijui ni mstari wa ngapi? Tazaa sana. Ni wapi? Kwa hiyo baba yangu mstari wa 8. Okay, good. Kwa hiyo baba yangu hutukuzwa kwa vile mzaavyo matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, sisi sio tasa. Bwana Yesu asifiwe. Katika biashara yako hakuna utasa. Katika mahali unafanyia kazi lazima kutaonekana mambo. Hai, haleluya. Nasema mambo ya mazao itaanza kuonekana katika jina la Yesu. Huduma hii tutazama kanisa. Hai, haleluya. Tutazama kanisa katika jina la Yesu. Saidia kuinua mikono miwili juu, sema mimi ni wa kuzaa. Maana ninatembea na Mungu. Maana niko na ushirika na Mungu. I am going to experience fruitfulness. Sema tena na kizungu, I am going to experience fruitfulness. Sema na nguvu, I am going. Sema tena, in the mighty name of Jesus. Amen. Muongezee Baba mikono. Watu wa Mungu, tutaenda kuona mazao. Amen. Hii area tutatengeneza parking huko, utapaka gari yako huko. Tukikuja kwa nyumba ya Mungu. Bwana ametuahidi tukitembea naye tuta experience mambo makubwa. Hai, haleluya. Ninaamini kwa jina la Yesu mtaniita tukafungue manyumba yenu. Ni hapa ama ni ya Nairobi? Ni huko. Haleluya. Ninauliza ni hii kanisa ama ni ile ya Kopsorio? Haleluya. Ni Kopsorio, kuna mahali inaitwa hivyo. Jesus Christ. Ni hapa. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Salamia jirani, mwambie wewe ni wa kuzaa matunda. Wewe unaenda mbali. Baba atakusaidia ufanikiwe. Pokea neema leo. Kwa sababu unatembea na mfalme. Mfalme wa mwangaza atakusaidia. Haleluya. Muongezeni mikono. Upatie kelele kidogo ya shangwe. Haleluya. Na kelele ya shangwe upatie tu. Upatie tena. Haleluya. Haleluya. Unasema ngemii kwa Bwana. Iko wapi ngemii ya Yesu? Shangwe Amen. Thank you. This is what the Lord is promising. Amen. Nikikuja maombi hapa in the morning, Bwana alikuwa ananipatia neno katika Psalms 111 verse number 5. Inasema ya kwamba maagano yake. Amen. The Lord God is ever mindful unto his covenant. Bwana sifi. Ahadi yote ile Mungu ametuahidi yeye ni anaiweka mawazo. Sinisaidie tu tumalize nayo. Zaburi 111 mstari wa 5. Katika jina la Yesu. Bwana alikuwa ananikumbusha kwamba kila ametuahidi, he is ever mindful unto his covenant. Whatever promise he has given us,
He is looking unto it. He will make it pass, come to pass. Hatafanya ifanyikie. Amen. Zaburi 111 verse 5. Zaburi 111 mstari wa 5. Huwapa chakula wale wanaomcha, hulikumbuka agano lake milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii maneno yote tumejifunza leo ni agano yake. Na Mungu ataikumbuka. Amen. Amesema tukitembea kwa nuru, tukifanya ushirika na Mungu wa nuru, hatatusaidia. Amen. Atakuwa kinga letu. Ukiwa peke yako utaweza kushindwa, lakini ukiwa na ushirika na Mungu, Baba atakusaidia ufanikiwe. Amen. Ukiwa na huyu Mungu, atafanya miguu yako itaenda haraka kama ya kulungu. Bwana Yesu asifiwe. Mradi wa miaka 10, Mungu atakusaidia utafanya kwa mwaka miwili. Haleluya. Walipoona ukuta imetengenezwa, akasema hii ni mkono ya Mungu. Amesaidia Nehemia mtumishi wake. Si Mungu akupatie upesi kwa mambo yako. Mambo yako iende haraka kwa kama miguu ya kulungu. Haleluya. May the speed anointing locate you today. May you go faster. Mungu akupeleke mbele. Amen. Jina la Yesu libarikiwe. Unajua ni hatari sana ukiwa na miaka 99 ndio Bwana amekupatia hii gari inaitwaje? Lexus. Sasa unajua kuweka macho ile uangalie mbele. Tupewe mambo haraka haraka. Salamia jirani mwambie hii ni haraka haraka. Sijenge gorofa na unashindwa kupanda stairs because you are old. You are 82 years unasema ndani ya zanipeleka. Bedroom yangu iko gorofa ya 6. My God. Haleluya. Salamia mtu mwambie mambo yetu ni haraka haraka. Mungu atupatie speed. Kwa sababu tuko na fellowship na yeye. Haleluya. Ukiwa na fellowship na Mungu, Bwana atakusukuma mbele. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ukiwa na Mungu wapendwa, ukiwa na fellowship na Mungu, Bwana atakusaidia utazaa matunda. Hey, haleluya. Wewe hautakuwa tasa, biashara yako itanawiri, huduma yako itaenda mbele. Amen. Na tutafungua makanisa na tutume watu kutoka hapa. Hatutatafuta wahubiri Nairobi. Salamia jirani mwambie ni wewe ama ni nani tutatuma. Mungu wa mbinguni. Tutazaa matunda. My God. Mwambie ni kama ni wewe. Mimi naona ni wewe. Haleluya. Bwana anatusaidia tuzae. Haleluya. My God, tunaenda mbali. Hatupingwi. Haleluya. Pole kwa ile adui ambaye amekuwekea maneno ya vitisho. Asiwacha akuje tuone uko na Mungu. Haleluya. Kwa sababu ya uwepo wa Mungu milima inayeyuka. Kama kuna mtu yeyote atakuja kupinga hii fellowship ambayo uko nayo na Mungu, anayeyuka katika jina la Yesu. Haleluya, tunafanikiwa wapendwa. Enda kwa hiyo ofisi kesho na ujasiri. Amen. Vaa vizuri uende interview. Kwa maana uko na Mungu. Bana msimseme amen. Kuna mtu anaenda interview. Kama ana ile viatu ya mrefu hivi aombe, kama kuna sister yako na ile amekanyea muone. Haleluya. Na handbag ile kubwa. Kwa nini? Hebu leta hii handbag sister. Kitu kama hiki yani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Weka kwa bega na utembee wewe useme ninaenda interview Nairobi. Kama kuna ile inapakanga hapa paka. Bali kwa nini na hii hapa kwa macho? Sema nimeenda huko. Ama kuna macho ile kwa hiyo nyumba baba. Mungu wako na wewe. Amen. Hakuna pingamizi itakuzuilia. Watu wa Mungu mko hapa. Usijikunje, ukiwa na fellowship na Mungu unapasua milima. Haleluya. Kanyaga vizuri. Amen. Na kama utazoea kutembea na andika hapa hello. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana tujipange tukienda kupokea baraka zetu. Tukiwa na Mungu lazima tuende kunyakua baraka zetu.
Siku moja Mungu anaambia mtumishi wake Joshua, nimekupatia Jericho. Amen. Enda ukachukue Jericho. Amen. Na kwa sababu wewe peke yako uko na Mungu, enda na ujasiri. Unajua shida hii iko na watu, ni mtu anaenda akianza na nilikuwa wachana na hiyo nilikuwa. Nilikuwa natakeko. Enda ukisema nimekuja. Wapi kazi? Gani huku? My God. Haleluya. Usijikunje, enda ukachukue baraka zako. Mimi kama nikuchomoka ninachomokanga. Amen. Jina la Yesu. Najua yule dada amepanga faili zake hapa ndani. Hapa nasikia laptop iko. Yaani anakuanga ready. Chochote kile. Haleluya, thank you. Simpigieni yule dada. Wadada bagi ni kama hizi. Beba kitu kubwa. Amen. Are you ready? Bwana Yesu atukuze sana. Kwa nini nakwambia na ujasiri? Because you have the King with you. You have a good fellowship with the King of Kings. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi wanajitokeza. Amen. Haleluya. Kwa sababu nimekuja mkutano yake ndio roho ninakaa namna hivi. Nikasema nitajaribu kutafuta ile inafanana na koti. Sipigie Yesu mikono kidogo. Haleluya. Hii mama alinipanga leo, amesema leo nataka utishe. Kama ninatisha. Haleluya. Simu muongezee mikono. Hii maneno si ya mtu mwingine. Haleluya. Kwa sababu ninaenda kwa mfalme wa falme. Amen. Na maneno ya kukuja kanisani na slippers. Sijui ni nani hiyo? Kuna mtu na slippers. Akwambia, si kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tunaenda kwa mfalme wa falme. Tuko na ushirika na yeye. Amen. Yesu sasa ni hapo, hiyo niombe nishuhudia sio slippers. Bwana Yesu asifiwe. Acha niseme mbali sana. Nisitaje ile imevaliwa na mtu. Amen. Unaenda official. Kwa sababu unaenda kwa mambo ya kumaanisha. Amen. Sawa sawa. Na ndugu, kama mtu anataka katai, kuna tai mingi ninaona, kama nione tu baada ya ibada. Kuja hapa na tai. Funga katai kako kazuri. Biko nazo tani nitapeana. Amen. Hii wazee wako hapa waine hawa. Nitaanza na nini na kuongeza baada ya ibada. Nina hapo. Sinaje bariki. Nitawabariki. Unataka? Nini? Kama ninaangalia vitu mtaki. Usiogope, si Mungu anafanya nifanye hivyo. Nitawambia. Amen. Minister kama ndio tainike niko kwa heaven. Amen. Oh, Yesu ni mzuri. Uko tayari kutembea na uwepo wake? Bwana Yesu asifiwe. Na tutaenda kushinda. Leo tunatoka hapa na ushindi. Nilikuwa ninahakikishiwa tu tunaenda na ushindi mkubwa. Kwa sababu uwepo wa Bwana uko hapa. Na mambo imetendeka. Sisi tusimame kwa miguu yetu. Oh, hallelujah. Bwana